ninayo heshima kukukaribisha ili uunde rasmi mkusanyiko huu kuwa ni mahafali ya 19 duru ya pili ya Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam kwa minajili ya kutunuku stashahada na vyeti mbalimbali vya Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam. Tangaza mkusanyiko huu kuwa ni mahafali ya 19 duru ya pili ya Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam. Kwa mafanikio haya, taifa lina furaha kutimiza lengo lake la kuwaandaa wahandisi na wafundi sanifu katika fani mbalimbali ambao watakwenda kutoa mchango mkubwa katika sekta za umma, binafsi na ujasiriamali. Nashukuru serikali kutujengea kiwanda ndani ya taasisi kwa kupitia mradi wa ISRI. Lakini aidha tukawa watiifu, mkawa wabunifu na watu wa kupenda maendeleo na watu wa kupenda nchi yao. Serikali imetoa fursa. Juzi mmesikia tangazo la serikali likisema wale wenye taaluma mbalimbali wakajiorodheshe, ili serikali ione namna ya kusaidia mitaji, lakini pia kuwasomesha taaluma na skills ambazo wanaweza kutoka vijiweni na kujiajiri. Mahafali ya leo ni ushahidi wa wazi wa utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuwekeza kwa makusudi kwa vijana kupitia elimu, hususan elimu ya ufundi na teknolojia kama nyenzo ya msingi ya kujenga rasilimali watu yenye ujuzi, weledi na maadili kwa maendeleo ya taifa letu. Niseme kuwa uwekezaji huu unalenga kuhakikisha kuwa vijana wetu wanaandaliwa ipasavyo katika kushiriki kutekeleza ajenda za taifa za maendeleo ya viwanda, uchumi wa kidijitali, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu kama nguzo muhimu katika kukuza uchumi wetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake wanawategemea sana wanasayansi na wanateknolojia katika kufanikisha lengo la kuipeleka nchi kwenye uchumi wa viwanda. Kwa mantiki hiyo, DIT mmekabidhiwa jukumu la kimkakati la kusimamia kikamilifu uzalishaji wa wataalamu katika fani za sayansi na teknolojia ambao wanatarajiwa kuendeleza sekta ya viwanda kwa weledi wa hali ya juu, na wizara inatambua kwamba elimu ya ufundi na teknolojia ni kichocheo muhimu cha maendeleo endelevu kwa taifa letu. Mafunzo haya yalijumuisha nadharia na vitendo, hivyo kutufanya kuwa wahitimu bora ambao tunaweza kujiajiri na kuajirika katika soko la ajira. Wahitimu hawa wamepikika na kuiva, hivyo nikuhakikishie kuwa ni bidhaa bora ambayo inaweza kutumika katika uchumi wa viwanda, ambapo kama tunavyofahamu hakuna kiwanda bila mwanateknolojia.